Habari za wakati huu. Leo niko tofauti kidogo na washirikisha. Leo sio kuhusiana na mambo ya AutoCAD na SolidWorks hizo, FreeSim, ANSYS. Kwa hiyo kwa leo na washirikisha kuhusiana na jambo moja la scholarship, na lakini pia kuna watu wengi wanaulizia pia ni jinsi gani ya kuweza kuomba passport. Kwa hiyo passport ya kusafiria. Sasa kwanza ni kwamba kabla ya kuomba scholarship, sio lazima uwe na passport wakati unaomba scholarship, lakini sasa inategemeana na ni scholarship gani ambayo unaiomba. Kuna baadhi ya scholarship unapofanya application lazima watakuhitaji uwe na passport, lakini kuna baadhi ya scholarship ukiwa una apply hawana kipengele au sehemu ambapo wanakuhitaji uweze kuweka passport yako. Sasa kwa hiyo kwa kwanza ni kwamba nitawaelekeza tu kwamba ni jinsi gani ya kuweza kuomba hiyo passport, lakini pia nitaonyesha jinsi ya kuweza kuomba scholarship hiyo ya Turkey scholarship. Japokuwa zipo scholarship nyingi. Kwa kuna ICCR hiyo ya India, kuna Turkey scholarship, kuna Commonwealth, zipo nyingi, zipo hata zaidi ya 60. Lakini hizo ni baadhi ambazo mimi nazozifahamu, na nitawaelekeza kulingana na scholarship ambayo nina uzoefu na ni kwamba nimewahi kuapply na nikafikia sehemu nzuri zaidi nikapata. Kwa hiyo ndio hiyo nitakayo waelekeza. So kwa kuanza tu ni kwamba unavyo apply passport, cha kwanza utabidi kuapply passport yako online, kwa sababu ni kwamba unaweza ukaenda moja kwa moja uhamiaji pale, ukaenda kuna stationery wanasaidia watu kuweza kuapply kufanya hizo application za passport, lakini ni kwamba unakuwa kama unapoteza hela yako. Ni kitu ambacho ni simple, unaweza ukafanya wewe mwenyewe, lakini cha msingi ni kuhakikisha taarifa zako unazozijaza ziwe ni sahihi, usikosee katika kujaza taarifa zako, kwa sababu ukikosea kwenye kujaza taarifa zako inamaanisha kwamba utachelewa pia kuweza kupata hiyo passport yako, au unaweza usipate kabisa. Kwa hiyo kikubwa ni uwe makini, jaza taarifa zako kwa usahihi zaidi, chukua dokumenti zako zote zinazotakiwa, zisubmit. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwako. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa kufanya ni application, unaweza ukaifanya online. Kwa hiyo utafanya application online, utapata hiyo form utailipia. Ili kuweza kuidownload lazima utailipia, ambayo ni shilingi 20,000. Kwa hiyo utailipia hiyo shilingi 20,000, utadownload form, then utapeleka uhamiaji, ofisi yoyote ya uhamiaji ambayo ipo karibu na wewe. Kwa hiyo kwa website ambayo tunafanya application ya hizo passport kwa ni hapa Tanzania Immigration Department. Unaweza ukasearch Tanzania Immigration Department. Kwa hiyo utafungua, nadhani hii hapa Immigration Department, kwa tutaifungua hapa. Kwa hiyo hii ndio page yao, Tanzania Immigration Department. Kwa hiyo hapa kwenye home tutakuja sisi kwenye passport, kwamba tunataka kuapply passport. Kwa hiyo utaklik kwenye kuapply passport. Kwa hiyo unapokuja kwenye kuapply passport na utakuja hapa, ni kwamba unataka kuapply, sijui kuna hizi emergency travel document, lakini sisi ni shida yetu ni passport. Kwa hiyo utaklik kwenye passport, utafungua hapo, itatokea window kama hiyo.
Kwa hiyo utakuja hapa kwenye passport application. Hii hapa application, passport application. Sasa ni kwamba hapa kuna option tofauti tofauti. Ni kwamba kama tayari ulikuwa umesha apply au au tayari ulikuwa umeshafungua account yako ya kuomba passport, it means kwamba utaweza kufanyeje? Utakuja hapa utaklik kwenye kuendelea na ombi lako. Lakini kama pia tayari umeshafanya application yako na kila kitu kimekamilika, then utakuja kwenye kufuatilia ombi lako. Lakini kwa wewe ambaye unaanza, kwa hiyo utakliki hapo kwenye ombi jipya. Sasa hapa vitu vinavyohitajika ili sasa uweze kupata ile application number ya passport yako, utakuja hapa utachagua kwamba unahitaji ni aina gani ya ombi. Je, ni kwamba ni ombi jipya au ni passport imejaa, unataka kupata passport nyingine ya kielektroniki au passport iliyopotea au kuharibika. Kwa hiyo ni kwamba ni ombi jipya, si ndio? Kwa hiyo hapa utaweka namba yako ya simu, alafu then hapa utachagua eneo ambalo upo muombaji, alafu hapa ofisi mahali ambapo ombi lako litaweza kufanyeje? Kushughulikiwa. Kwa hiyo utachagua, kwa mfano kama mimi hapa naweka hiyo 7180. Labda mahali ni nchini Tanzania, kwa hiyo kama labda uko sehemu nyingine, alafu unataka ombi lako la passport lishughulikiwe wapi, kwa kama uko Zanzibar, kama uko Tanzania bara utachagua, alafu then utakliki kwenye kuanza hilo ombi. Kwa hiyo baada ya kufungua hivyo utakuwa umepata namba yako ya utambulisho. Kwa hiyo hii ndo namba yako ya utambulisho. Kwa hiyo utachukua hii namba yako ndo utakuwa unaitumia kwenye kufanya kama ile utakavyokuwa utakaokuwa unaitumia kwenye kuweza kulogin. Kwa hiyo endelea na ombi. Kwa hiyo ukija hapa ndo utaanza kujaza taarifa zako. Kwa hiyo utajaza taarifa zako kwa usahihi kabisa. Mimi ninachokifanya hapa kwanza, nataka kwanza niwaelekeze tu jinsi gani ya kuweza kufungua mpaka kuingia huku, kwa sababu hizi ni vitu ambavyo unaweza ukavifanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna jina la kwanza, kwa hiyo utalijaza vizuri kabisa. Kwa hiyo utakuja jina la kati, jina lako la ukoo. Hakikisha kila neno, kila herufi, kila silabu ambayo unakuwa umeiweka iwe ni sahihi, usije ukakosea hapa. Na dokumenti zako zote zinatakiwa kumechi na haya majina yako ambayo utakuwa umeyajaza kwa hapa. Kwa hiyo utajaza jinsia yako, utachagua habari ya ndoa, kama umeoa, kama umeolewa, kama umetendwa no. Kwa hiyo kama umeoa, kama umeoa au umeolewa, okay, una ndoa, hauna ndoa. Kazi yako utajaza, kama kwa wewe ni mwanafunzi utajaza mwanafunzi. Namba ya kitambulisho, namba ya uraia, kwa hiyo utajaza hapo. Namba ya NIDA, kuna kitambulisho kwa Wazanzibari watajaza hapo. Kwa hiyo picha, utaweka picha yako hapo, utaupload, then utakuja tarehe na mahali pa kuzaliwa. Kwa hiyo utajaza details zako hapa vizuri kabisa. Kwa hiyo utahifadhi na utaendelea. Kwa hiyo inamaanisha hapo ni habari binafsi. Kwa hiyo ukija kwenye anwani ya makazi utajaza, utakuja pia kwenye habari za safari. Kwa hiyo utachagua kama ni unaomba pasipoti yako ni kwa ajili ya kwenda kufanya nini, kama ni kusoma ni nini, utajaza hizo taarifa zako sahihi. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambapo una apply passport yako. Kwa hiyo lengo kubwa mimi la hapa kuonyesha ni kwamba ni hivi vitu unatakiwa uvijaze. Kwa hiyo baada ya hapo utalipia. Ukilipia, kwa ukija ukikamilisha, utadownload hiyo form yako, utaipeleka uhamiaji, ambapo kwa hii form kwa huko online kudownload ni shilingi 20,000, uhamiaji ni shilingi 130,000 ili waweze kukutengenezea hiyo passport. Na
vitu ambavyo ni vya msingi zaidi kwamba, kwa hiyo hakikisha una barua yako ya utambulisho kutokea serikali za mitaa, una cheti chako cha kuzaliwa, una kopi yako ya NIDA, uwe na barua ya utambulisho kama ni mwanafunzi kutokea chuoni, kama ni mfanyakazi, barua ya utambulisho kutokea kazini kwako. Kwa hiyo pia kama utakuwa ni kwa hiyo ndo hivyo vinavyohitajika. Alafu pia cheti cha kuzaliwa cha baba, cha mama. Kwa hiyo kama kwa sisi wazazi wetu wamezaliwa zamani kidogo, kwa hiyo unaweza ukawa na zile wanaita affidavit, sijui nadhani kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukawa nazo, kwa hiyo utawapelekea. Hakikisha haimisi hata document moja, kwa sababu ikimisi inaweza ikapelekea kidogo ukachelewa. Kwa hiyo ni vizuri ukihakikisha hizo document zote unazo, zipo tayari, utasubmit pamoja na hii form yako ambayo utaweza kuidownload kutokea huko. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, lakini kama utakuwa na maswali zaidi unaweza ukawasiliana pia na ofisi za uhamiaji, watakupa maelekezo vizuri zaidi in detail, sababu mimi hapa nimejaribu kuwapatia ni maelezo kwa juu kidogo. Okay. Sasa basi baada ya hapo utafanya hiyo application yako, utaanza kusubiri passport. Utaambiwa kwamba labda uje kuchukua kwa baada ya muda fulani, then utaenda utaichukua hiyo passport yako. Sasa sehemu ya pili ilikuwa ni kuwaelekeza sasa jinsi gani ya kuweza kufanya application kwenye hii Turkey scholarship au tunasema Turkey Burs Live. Sasa ni kwamba hawa bwana wanatoa scholarship zao ni full funded scholarship, na wanazitoa kwa watu wanaoanza kusoma bachelor degree, masters, lakini pia wale wanaosoma PhD. Kwa hiyo wewe inadependi unataka kusoma kitu gani. Kwa hiyo kama unataka kuja kuanza bachelor degree utakuja, kama ni masters degree au kama ni PhD. Kwa hiyo utaingia kwenye website yao Turkey, unaweza hata ukasearch Turkey scholarship. Hapa Turkey Burs Live scholarship. Kwa hiyo ukiingia hapa unaweza ukaangalia hapa kuna criteria and scholarship program wanazotoa. Kwa hiyo utapata ni details tofauti, unaweza ukazipitia wewe mwenyewe kuweza kusoma. Kwa hiyo kama hapa kuna easy application criteria kwamba minimum academic achievements. Kwa hiyo ndio hiyo unaambiwa for associate and bachelor's degree candidate awe na 7% minimum. Alafu for graduate candidates 75%. For candidate of health science ambao ni medicine, dentistry and pharmacy na ni 90%. Kwa hiyo pia hapa kuna eligibility citizen of all countries, lakini kwa wale wanafunzi ambao wamesoma Uturuki haiwahusu. Alafu pia kwa hao researchers and academics graduate, for those will graduate at the end of the current academic year before August. Alafu kwa hiyo yani kuna details nyingi hapa unaweza ukafanyeje ukawa nazo. Okay. Then kwa hiyo steps hapa tuna steps zake, yani unaweza ukasoma pia steps kwamba kwa hiyo kwenye kuweza kuapply scholarship, cha kwanza utaweza kucreate your personal account on the Turkey scholarship application system, then utaweza kuupload all required documents. It will also be beneficial for you to include your extracurricular activities and achievements in a different field. Hapa sasa ndo kana kujaga kale kamsemo anasema kuwa na vyeti vingi sio sifa, lakini kwa hii hapa scholarship inakusaidia kwa sababu umeambiwa kwamba it will also be beneficial for you to include your extracurricular activities and achievement in different fields.
Kwa hiyo kama una achievements kama zile, hata kama umewahi kupata cheti cha uongozi, labda ulikuwa ni kiongozi wa chuo, ulikuwa kiongozi wa darasa, au ulikuwa una attend activities tofauti, labda Institute of Engineers, ulikuwa labda una attend seminars za ERB, ulikuwa una attend labda hata online courses, short courses tofauti. Hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia, yani vinakubeba wewe pia kuweza kupata nini? Kupata hii scholarship, mbali na kwamba unatakiwa pia uwe umeattain zile requirements ambazo tumeziona hapo awali kidogo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia, na hata kama unavyo usiogope kuweza kuvi-upload kwenye system. Kwa hiyo pia hapa utalist your dream university and program preferences. Kwa hiyo baada ya kuupload hizo dokumenti zako zote, itatokea option hapa, yani ni kwamba kwenye hii application ya hii Turkey scholarship ni kwamba yenyewe unachagua kozi na unachagua na chuo direct wakati unafanya hiyo application yako. Alafu then utaandika hapa write an original letter of intent explaining your preferences, expectation and goals for the future. Kwa hiyo hapa ndo inakuja step nyingine, ni kwamba unatakiwa uandike hiyo letter of intent. Kwa hiyo hii letter of intent actually ni kama kuelezea kwamba wewe ni nani na unataka kuja huku, yani unataka kwenda kusoma labda Uturuki kwa ajili ya, yani kwa nini unataka kwenda kusoma Uturuki? Labda ni nchi yenye vitu fulani, yenye nini na nini, napendelea vitu fulani, napenda kujifunza lugha yao, napenda kujifunza culture yao. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini baada ya hapo, baada ya kuwa umesoma, unataka kuja kufanya vitu gani? Yani hizo labda, na unataka labda hiyo elimu ikusaidie wewe kufanya nini? Kwa hiyo hivyo vitu vyote ndo unaweza ukavi-include kwenye hiyo letter of intent. Alafu then after reviewing all your stages and the document, approve your application. Kwa hiyo ukishamaliza, umesha create personal account, umesha upload dokumenti zako, umechagua vyuo, umeupload pia hiyo letter of intent. Lakini kwa huku kwenye hii application ya hii scholarship, hii letter of intent huku hauiupload, huku unaijaza kwenye mfumo. Alafu baada ya kureview kila kitu, kwa hiyo utasubmit application yako. Kwa hiyo baada ya kuwa umesubmit hiyo application yako, umeiupload, utasubiri kuitwa kwenye interview yako. Kwa hiyo inachukua muda kidogo. Kwa hiyo hizi application nadhani inakuwa ni around Januari na Februari. Kwa hiyo kama kwa mwaka wa masomo 2025 2026, nadhani application itafunguliwa tarehe 10 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 20 mwezi wa pili. Kwa hiyo utakapokuwa umekamilisha hiyo, ndani ya huo muda utaupload, utasubiri kuitwa kwenye interview. Kwa hiyo kwenye interview utatumiwa ni email, ambapo kwa Tanzania interview utafanyia ubalozi wa Uturuki ambao ni kule Masaki, labda kama ofisi itabadilishwa au, lakini last time ilikuwa ni kule Oysterbay. Ambayo interview nadhani utaitwa ni kama baadaye, inawezekana hata ikawa miezi 3 au miezi 4 baadaye ndio ukaitwa kwenye interview. Alafu baada ya hapo utasubiri kuweza kupatiwa majibu ya kwamba labda umefanikiwa kweli kupata hiyo scholarship baada ya interview na baada ya kufanyiwa zile assessment na kila kitu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndo zitaendelea steps nyingine ambazo, kwa hiyo hizo steps nyingine ambazo zitaendelea tena hapo baadaye, nadhani
nitakuja kushare na nyie ukifika wakati mwingine tena, lakini kwa sasa nilikuwa nataka niwaonyeshe kwanza hizi steps. Kwa hiyo baada ya hapo unachokuja kukifanya, kwa hiyo tukianza na hii step ya kuweza ku create your personal account and Turkey Scholarship Application System. Kwa hiyo tutakuja hapa kwenye application and login. Kwa hiyo kwa sababu ndo tunaanza, kwa hiyo natakiwa kuregister, sio login, natakiwa kuregister kwanza. Nilikuwa nimejisahau kama ile nataka kulogin kwamba tayari nina account. Kwa hiyo kuweza kuregister, kwa hiyo utakuja hapa, utajaza majina yako, labda Daniel, labda surname. Kwa hiyo utaselect gender, labda date of birth utachagua. Kwa hiyo hakikisha unachagua labda mwaka, labda hiyo hapo. Nationality, labda utaandika nationality yako, labda hiyo Tanzania. Kwa email utajaza, alafu then hapa password to suggest. Kwa hiyo hapa, lakini hakikisha kama una suggest. Okay. Okay, let me write. Naandika tu yoyote hapa. Alafu oh my god, nimeandika password ya ambayo mwenyewe sikumbuki. Kwa hiyo tena mtaiandika hapa. Okay. Alafu hapa section question. Nadhani hapa inabidi tuongeze, haijawa strong zaidi. Kwa hiyo mimi nitatumia hii hapa. Okay. Okay, secret question. Okay. Naweza nikaandika tu who is, then hapa secret question mimi nitaweka naandika Dani. Okay, approve, I am not a robot kama kawaida. Alafu then tutasave. Sorry, hapo tena kuna mistake. gmail.com. Okay, here ni gmail.com, nilitype vibaya. gmail.com. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba kwa jina lako litakuwa hilo, middle name, surname, nchi. Kwa hiyo kama una approve then utaklik hapo kwamba una approve, then utasave kwamba hizo ndo zitakuwa details zako za kuweza kulogin. Kwa hiyo kama hapa mimi na save hiyo. Okay. Kwa hiyo tutarudi kwenye home page, alafu then ndo tutaweza kulogin, ambayo ndo hizi tayari tumeshaziweka login details zetu, kwa tuta login. Okay, sorry. This one. Yes. Nadhani labda kwa sababu bado sija confirm huko,
naomba kwanza ni confirm kwenye email yangu. Hicho ndo kitu cha msingi tena. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye email yangu, nitakliki hapa, nimeingia kwenye simu yangu kwenye email. Kwa hiyo na confirm hii email kwa sababu si ndio tayari nimetumiwa. Kwa hiyo huko na confirm. Kwa hiyo nao naweza sasa nika login. Okay, sorry. Nasubiri nitumiwe kodi. Okay, hapa nimetumiwa sasa hiyo code kwenye code number kwenye email yangu. Kwa hiyo hata wewe pia, hata ukiwa unafanya application utatumiwa. Kwa hiyo hapa ndo naingiza hiyo code number, kodi yao D to DA2 OD to DA2. Okay. So ndo hapo, baada ya hapo itafunguka hii application yako. Kwa hiyo ukiingia huko ndani kwenye application, nadhani utaziona hizi nani zote, hizi process zote. Kwa hiyo kuna personal information, kwa hiyo ndo hizi unazoanza kujaza hapa. Kwa hiyo gender yako, kwa hiyo hizi automatically tayari zimeshakaa kwa sababu ni tayari tumeshazijaza kule, kwamba nimezaliwa tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2000, nchi Tanzania, male. Kwa hiyo pia unaweza ukaziedit hizo personal information zako. Kwa hiyo jina, kwa nchi sijui, kwa kuna country of birth, kwa hiyo utajaza. Kwa hiyo kama ni Tanzania, kwa hiyo utajaza Tanzania. Kwa hiyo seat of birth, kwa hiyo utachagua kama umezaliwa Sumbawanga, kama umezaliwa Dar, sijui umezaliwa wapi, kwa utaandika. Okay. Labda Sumbawanga. Alafu types of your ID. Kwa hiyo hapa sasa ndo nilikuwa na waeleza mwanzo kwamba kama utakuwa na passport, kwa hiyo utaselect passport. Kwa hiyo kwa hii scholarship yenyewe haikuhitaji uwe na passport ndio uweze kuapply. Kwa hiyo unaweza ukatumia identity card. Lakini sasa ni kwamba ili mtu uweze kusafiri lazima uwe na passport. Kwa hiyo hakikisha kwamba hata kama utaweza kufanya hii hapa application kwa kutumia identity card ambayo ukaweka labda namba yako ya NIDA, alafu utaupload hapa hiyo namba yako ya NIDA, ile soft copy utaiskani NIDA yako mbele na nyuma, afu then utaupload document yake hapa. Kwa hiyo baada ya hapo ndo utasave, lakini hakikisha kwamba process zote zikiisha, sijui hizi hapa za kufanya application na nini, hakikisha basi unafuatilia passport yako. Unatakiwa uombe passport, upate passport mapema, ili ukifika wakati wa kusafiri usiweze kupata changamoto yoyote kwenye kusafiri. So kwa kama utakuwa na passport, basi utakliki passport. Kwa hiyo baada ya hapo, hapa utaweka passport number, utaweka type ya passport, kama ni ordinary, kama ni ordinary, nadhani zipo types tofauti. Kuna ordinary, kuna nimesahau jina ya nyingine. Kwa hiyo kuna hizo kama za watu wengine, mabarozi, marais na nini. So kwa hapa utachagua passport number, utachagua type ya passport, kama ni ordinary, kwa utaandika ni ordinary passport. Kwa hiyo utaandika hapa country code of passport, alafu then utakuja kuweka passport document hapo. Kwa hiyo utaiupload. Kwa hiyo utaandika hapo I have a citizenship of another country, kama una uraia wa nchi nyingine. Kwa hiyo utakliki hapo, lakini kama ni mwenzangu na mimi utaacha kama ilivyo, then utasave. Kwa hiyo pia hapa kuna hizi profile picture. Kwa hiyo hapa unaweza ukaupload kapicha kako kazuri, umekaa umetabasamu lakini usitoe meno. Kwa hiyo passport yako utaiweka hapo, then utaisave kwa ajili ya application yako.
Baada ya hapo utakuja huko sijui providing this information if not compulsory information provided in the section not shared these parties and so. Kwa hiyo religious kwa utajaza hapo sijui ethnicity na nini, kwa ni wewe tu. Baada hapo kwa hiyo kuna hizi contact information. Kwa hiyo utajaza contact information zako hapo vizuri kabisa. Hapa kila kitu kinajieleza. Kwa hiyo I'm trying to pass through ili muweze kupata ile ABC. Kwa hiyo sijui country, contact information kwamba saizi uko wapi, mji na nini. Kwa kila kitu hapa utakuwa unajaza, hakikisha hizi nani zote unajaza. Baada ya kujaza una save. My contact information is different from my residential area. Kwa hiyo kama ni kweli uta click. Kwa hiyo kuna family information kwa hapa ni kuhusiana na wazazi wako na nini, family information, mother's name kwa utajaza father's name, number of siblings, una wadogo zako, kaka zako nini wangapi, utasave. Kwa hiyo utakuja tena kwenye education information. Kwa kwenye education information kwa hiyo utaanza kujaza kabisa shule yako ndogo. Kwa uta click hapo utajaza nani zako zote, utasave. Baada hapo utarudi tena uta click kwenye high school kwa utajaza umesoma shule gani na nini. Kwa hiyo hata kama kuna kacheti ulipata pia hapa unaweza ukakaweka ni kama additional sasa hizo requirements. Utakuja kwenye language. Kwa kwenye education hapa utahakikisha umejaza hizi zote. Kwa hiyo kama mtu unasoma labda unataka kusoma postgraduate masters, kwa tunategemea utakuwa umejaza hizi zote. Kwa hiyo high school utakuja pia bachelor degree afu ndo postgraduate. Kwa hiyo kama unasoma PhD kwa hadi postgraduate nayo utajaza hizo details zake. Kwa hiyo ili hizi nyingine zifunguke inategemea na jinsi pia unavyokuwa unajaza hizi za huku mwanzo. Baada hapo kwa language details, kwa kwenye language details hapa. Kwa hiyo utaanza kuadd. Kwa hiyo labda kwamba mimi lugha yangu ya kwanza kabisa kuiongea ni labda ni French. Kwa hiyo utachagua hapo French. Utasave. Kwa hiyo ukitaka kuadd language nyingine, kwa hiyo utaad. Kwa hiyo utaadi kwamba language gani. Kwa hiyo kama ni Swahili, kwa hiyo utaadi Swahili. Alafu level kama ni advanced nini, kwa wanasema mimi ni mwamba kwenye Kiswahili, kwa hiyo advanced utasave. Kwa hiyo native language, kwa hiyo kama ulichagua kwamba mimi ni French ndo native language yangu, kwa hiyo utajaza hapo French. Haina haja ya kuchagua nani level kwa sababu si ni native language yako. Kwa hiyo utakuja hivyo hivyo. Kwa hiyo kama tena unataka kuadi language nyingine, kwa utaklik hapo utaadi kwamba labda mimi najua pia Kiingereza, kwa English language labda. Kwa hiyo kama una certificate kuprove kwamba unaweza ukaongea Kiingereza, kwa utaadi ambapo hapa sasa ndo zile certificate za IELTS, TOEFL. Kwa level of understanding kama ni advanced, ni beginner, intermediate utachagua wewe. Kwa hiyo kwa mimi nasema ni intermediate. Kwa hiyo then kama unayo certificate uta click OK, na ukiclick OK utatakiwa hapa kuweza kuiupload hiyo document kwamba ni grade gani ulipata, kama ni 6.5, kama ni 1, kama ni ngapi. Kwa hiyo utajaza afu then hapa utaupload hiyo document yako. Okay. So now ni utajaza hivyo. Lakini tukija hapa kwenye Turkish language skill, kwa hiyo kama unaweza kuongea Kituruki, usije ukawa unajua tu salamu nasi. Kwa hiyo utakuja hapa utaad kwamba kama ni yes. Kwa hiyo then una cheti cha Turkish language, kwa kama unacho uta click yes, ambapo kwa huku ana accept nadhani ni cheti cha C1. Kwa hiyo kama una cheti cha English language chenye level ya C1 unaweza ukaupload hapa, na ukiupload hapa inamaanisha utaweza kusoma kwa Kituruki na utakuwa hauna haja ya kuanza tena kujifunza lugha. Kwa hiyo kama utakuwa hauna lakini unasema unajua Kituruki, kwa hiyo inamaanisha utafanya mtihani wa lugha ili uweze kupata hicho cheti
na uendelee na masomo kama kawaida. Kwa hiyo ni sehemu ya lugha, kwa hiyo work experience. Kwa hiyo kama umewahi kufanya kazi, kwa utajaza hapo information. Lakini kama ni mwenzangu na mimi tumemaliza chuo tukaanza kuomba, sawa. Alafu academic qualifications. Kwa hiyo hapa unaweza ukadi, yani hapa sasa ni kama zile mbwembwe tu, kama kuna mtihani wowote umewahi kufanya wa hizi international exam na nini, kama hujawahi achana nayo. Kwa social activities, kwa hapa ndo utajaza hobby zako, kama unapenda kuogelea, kama unapenda kucheza mpira, kama na nini, na utapata pia utaweza kuadi kama hapa hizi voluntary activities, kama kuna kitu chochote labda umewahi kukifanya social na nini na ukapata certificate. Hapa hakikisha kwamba ni kila kitu una certificate, yani unachokiadi hapa. Kwa hiyo utaadi na nini, description na nini. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kwa Turkey experience, kwa hiyo ndo hapo una ndugu yako ambaye yupo Turkey na nini, utajaza. Kwa application, kwa ndo hiyo baada ya kumaliza application yako yote, vile vitu vyote vitakuwa vinaweza kuonekana hapa na unaweza ukaiprint hiyo form yako. Kwa hiyo kuna muda mwingine unaweza ukaitumia hii form kwenye kwenda kuomba passport, kwamba ni ikawa kama kigezo cha ile kuonyesha kwamba mimi naenda kusoma na tayari nimeshafanya application hii hapa, kwa hiyo nitahitaji kusafiri, kwa hiyo nitatakiwa kuwa na passport hii hapa. So hapa nimejaribu kwenda haraka tu, ni kwa sababu ya muda, na lakini pia ni kwamba hivi vitu vingi ni kwamba wewe hakikisha umeandaa dokumenti zako zote, umeziskani, umezisave vizuri, na huku dokumenti nyingi isizidi MB moja. Kwa hiyo hakikisha kama labda dokumenti zako baada ya kuziskani zina MB nyingi, hakikisha umeweza umezicompress labda kutokea MB 4 kuja kwenye MB 1 au chini ya MB 1, ili uweze kuziupload, kwa sababu kuna muda utajikuta una upload document inagoma. Kwa hiyo ikiwa inagoma, unatambua kabisa kwamba ni size ya document ni kubwa, kwa hiyo utahitaji kuzicompress. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Vingine huko mtakuwa mnaendelea kujaza taratibu. Kwa hiyo nadhani kwa maelezo hayo kidogo niliyowapatia, nadhani yanaweza yakawa ni msaada kwa namna fulani. Lakini pia kama kutakuwa na changamoto, kutakuwa kuna sehemu hujanielewa vizuri, unahitaji maelezo zaidi, unaweza ukanitafuta, unaweza ukawasiliana na mimi. Ni kwenye description ya hii hapa video, au tuseme haya maelezo yote kwenye description yake nitaweza kushare na nyie contact zangu, namba ya simu, WhatsApp, lakini pia na email. Kwa hiyo anytime unaweza ukawasiliana na mimi. Kwa hiyo nimejaribu kushare na nyie kwa kulingana na uelewa wangu, kwa hiyo msijudge tofauti. So kwa hiyo ni kama hivyo, na shukuru na I wish you all the best, everything is possible. Kwa hiyo kikubwa ni kumwomba Mungu, naamini yanawezekana, huenda tukapata pia na sisi nafasi, kwa hiyo tukaendelea na masomo, tukapata hizi scholarship kama ninavyotakiwa.